ya shule zilizojengwa kwa nguvu za wananchi ikiwemo shule ya sekondari Mswakalo kulingana na upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa Esther Bulaya, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru niweze kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Kwanza, Mheshimiwa Waziri, napongeza wizara yako kwa kazi kubwa mnayoifanya na jitihada ya serikali yetu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini ningependa kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Kwenye jibu lako la msingi umezungumzia halmashauri kutenga milioni 30 kwa ajili ya ukamilishaji wa vyumba vya maabara, lakini utakubaliana na mimi kwamba kwenye halmashauri nyingi bado vipato vyao ni vidogo. Ni nini mkakati wa serikali kuhakikisha maeneo yote ambayo wananchi wameanza ujenzi wa maabara wanaweza kukamilishiwa? Swali la kwanza. Swali la pili, mbali ya changamoto za maabara, kwenye shule nyingi za sekondari kumekuwa na upungufu wa mabweni, hasa katika jimbo la Bunda mjini. Ukienda pale shule ya Bunda sekondari ambayo inafanya vizuri tena imekuwa namba 1 kwenye mkoa wa Mara, kuna upungufu wa mabweni na maeneo mengine katika jimbo la Bunda mjini. Ni lini sasa serikali itahakikisha inajenga mabweni ili kuhakikisha usalama wa wanafunzi wetu na ufaulu kuongezeka? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, nipende kumpongeza pia Mheshimiwa Esther Bulaya kwa kuuliza swali la nyongeza kwa niaba ya Mheshimiwa Aisha Msatu Mduya ambaye anajitahidi sana kuwasemea wananchi wa mkoa wa Dodoma, lakini ikiwemo pia wilaya ya Chemba. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kwamba halmashauri zetu nyingi zina vipato vidogo, lakini Mheshimiwa Naibu Spika, utakubaliana na mimi kwamba kwenye hizi halmashauri tumezigawa kwenye makundi kwa namna ya kupeleka fedha za maendeleo. Kuna ambazo zinatakiwa kupeleka 70%, kuna ambazo zinatakiwa kupeleka 40%, kuna ambazo zinatakiwa kupeleka pia 20%. Kwa mantiki hiyo, Mheshimiwa Naibu Spika, tulivyokuwa tunapitisha budget tuliangalia halmashauri ya Chemba inatakiwa kupeleka asilimia ngapi, na ili kufanya miradi ya maendeleo ionekane, ndipo hapo sasa ambapo tumeipelekea halmashauri ya wilaya ya Chemba kupeleka fedha hizo shilingi milioni 30 kwa ajili ya kumalizia ujenzi wa maabara. Lakini niendelee tu kusema kwamba serikali inaendelea kutafuta fedha ili kuweza kukamilisha maabara na miundo mbinu mingine yote ambayo imeanzishwa kwa nguvu za wananchi. Swali la pili la nyongeza, Mheshimiwa Esther Bulaya, uliulizia swala la mabweni na umezungumzia sana kwenye halmashauri yako ya Bunda. Umechukua advantage hapo ya Chemba lakini ukaenda pia Bunda. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli waheshimiwa wabunge wote hapa wakisimama wataulizia swala la mabweni, kwa sababu ni ukweli usiopingika kwamba tunahitaji kuwaweka wanafunzi karibu ili waweze kupata elimu yao kwa ukaribu na usalama zaidi. Kwa hiyo serikali itaendelea kutafuta fedha ili tuone namna ya kujenga mabweni hasa kwenye zile shule ambazo ziko mbali na makazi ya wananchi. Kwa hiyo Mheshimiwa Esther Bulaya, ni kuhakikishia tu kwamba serikali ya awamu ya 6 iko tayari na itafanya kazi hii ya kutafuta fedha ili tuweze kujenga mabweni kwenye shule zetu hizi. Asante. Mheshimiwa Kunti Majaliwa, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru kwa kuniona. Mheshimiwa Naibu Spika, shule ya sekondari Mswakwalo ni shule pekee inayofanya vizuri ndani ya wilaya ya Chemba, na Mheshimiwa Waziri hilo unalijua. Lakini watoto wetu wanashindwa kukamilisha ndoto yao. Kwa mfano matokeo ya safari tuna division 1 na 2 peke yake. Hatuna 3 wala 0. Lakini watoto wao wanashindwa kutimiza ndoto, Mheshimiwa Waziri, kwa uwepo tu wa kutokuwepo tu kwa hizo maabara 2. Mheshimiwa Waziri, sisi halmashauri ya wilaya ya Chemba mapato yetu unayajua. Mnatakiwa kutuletea 70%. Hatuna uwezo wa kutenga fedha za ndani
kwa ajili ya ujenzi wa maabara au kukamilisha nguvu za wananchi. Wananchi wetu wameendelea kufanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba wanatimiza ndoto za watoto wetu kwa ajili ya kuja kuwa viongozi wa kesho. Nini kauli yako Mheshimiwa Waziri kwa ajili ya kutupatia hiyo milioni 30 nyingine ya pili ili tuende tukakamilishe majengo haya na watoto wetu waendelee kufanya vizuri na hatimaye tuweze kuandaa taifa la kesho lenye weledi na utu na ubinadamu lakini na ungwana wa taifa lao kwa ajili ya kuja kulitumikia. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze sana Mheshimiwa Kunti Majala, mbunge wa Chemba, kwa kuwasemea sana wananchi wake wa Chemba, na sio hili tu la shule ya sekondari Msakwalo, lakini huwa anafanya mambo mengi kuhusu maendeleo ya wananchi wa Chemba. Swala hili la milioni 30, Mheshimiwa Kunti, ni kuhakikishie kwanza kwamba bajeti iliyopita tuliielekeza halmashauri ile kutokana na fedha ambazo wametenga kwa ajili ya miradi ya maendeleo kupeleka fedha ile, na tumepitisha hapa bungeni kwamba halmashauri ya Chemba ipeleke milioni 30. Swala la kuongeza milioni 30 nyingine, Mheshimiwa Kunti Majala, ni kuhakikishie kwamba tutakapopata fedha mara moja tutaona namna ya kupeleka fedha hizo kwenye shule hii ya Mswakalo ili kukamilisha zile maabara zote mbili zilizobaki na wanafunzi wale waendelee kusoma kwa juhudi. Niwape pongezi sana shule ya Msakwalo kwa namna wanavyofanya vizuri kwenye masomo yao. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Zuberi Mfaume, swali nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Katika shule ya sekondari Matombo kuna mradi wa ujenzi wa bwalo la chakula, bweni la wasichana pamoja na uzio. Sasa ni mwaka wa pili mradi huu umesimama. Je, ni lini serikali itakwenda kuendelea na mradi huu? Asante. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze sana Mheshimiwa Mfaume kwa swali hili ambalo ameliuliza, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, ni mhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba ujenzi huo ni kweli tunafahamu kwamba umesimama, lakini ni mhakikishie kwamba nitapeleka timu mara moja iende ikaangalie shida ya pale ilikuwa ni nini na tuone namna ya kuweza kukwamua jambo hili. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Jackson Kiswaga, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kunipa nafasi na mimi kuuliza swali la nyongeza. Kwanza naishukuru serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya kazi kubwa kujenga shule katika jimbo la Kalenga. Bahati mbaya shule zile za zamani kwa kweli kutokana na uwezo wetu hazina maabara. Zipo ambazo zina maabara moja, nyingine mbili, wakati tunahitaji maabara angalau 3 ili kutimiza ile haja ya wanafunzi kuweza kusoma masomo yote ya sayansi. Je, sasa ni lini serikali na sisi tupa nguvu kutupa bajeti ili tuweze kujenga hizo maabara? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze sana Mheshimiwa Kiswaga kwa kuuliza swali la nyongeza. Swali hili hakuulizia kwa ajili ya halmashauri yake pekee ama jimbo lake pekee yake, lakini ameliuliza kwa Watanzania wote. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeshafanya tathmini kuona ni maabara ngapi ambazo zinatakiwa kujengwa kwenye shule zetu za sekondari nchi nzima ili kuwawezesha wanafunzi wetu kuweza kusoma masomo ya sayansi. Mheshimiwa Naibu Spika, tutakapopata fedha tutahakikisha kwamba tunapeleka angalau kwa kila jimbo, angalau kwa kila halmashauri fedha hizo ili tuweze kujenga maabara hizi. Mheshimiwa Naibu Spika, waheshimiwa wabunge hapa wote watakuwa mashahidi kwamba kuanzia mwezi wa 5 hadi mwezi huu wa 8 tumepeleka fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo ya hasa kwenye masuala ya madarasa na shule. Kwa hiyo tutaendelea kufanya hivyo Mheshimiwa Naibu Spika, ili tutakapopata fedha tuweze kuzipeleka huko kwa ajili ya ujenzi wa maabara kwenye shule zetu hizi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Asante. Tunaendelea swali linalofuata. Mheshimiwa Injinia Kija Limbu Ntemi, mbunge wa Katoro, sasa ulize swali lake.
Mheshimiwa Ntemi anauliza, je, hatua gani zinahitajika ili kupatiwa halmashauri jimbo la Katoro na Busanda ambayo yamekidhi vigezo vya kuwa na halmashauri? Limbo Ntemi, naomba sasa swali lake namba 2 liweze kupatiwa majibu ya serikali. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, uanzishwaji wa maeneo ya utawala katika mamlaka za serikali za mitaa hufanyika kwa mujibu wa sheria ya serikali za mitaa na mamlaka za wilaya sura namba 287 na mamlaka za miji sura namba 288 pamoja na mwongozo wa uanzishwaji wa maeneo ya utawala katika tawala za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa wa mwaka 2025 ambao umeainisha vigezo na taratibu zinazopaswa kufuatwa ili kupandisha hadhi na kuanzisha maeneo mapya. Mheshimiwa Naibu Spika, taratibu zinazopaswa kufuatwa ni kuwepo kwa kusudio la kuanzisha halmashauri mpya ambalo linapaswa kujadiliwa na kuthibitishwa kuanzia ngazi ya baraza la madiwani, kamati ya ushauri wa wilaya yani DCC na kamati ya ushauri wa mkoa yani RCC. Kisha maombi hayo kuwasilishwa kwa katibu tawala wa mkoa na kwa waziri mwenye dhamana na serikali za mitaa. Mheshimiwa Naibu Spika, kusudio la kupatiwa halmashauri ya jimbo la Katoro na jimbo la Busanda baada ya kutolewa muongozo wa uanzishaji wa maeneo ya utawala wa mwaka 2025 bado halijafikishwa ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Hivyo mamlaka zinazohusika ziendelee na taratibu ya kufuata sheria na miongozo iliyosainiwa na waweze kuwasilisha jambo hili ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Regina Myekenze, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi ili niweze kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Ni mshukuru Mheshimiwa Waziri kwa majibu mazuri, lakini bado ningependa kuuliza maswali yafuatayo. Kutokana na adha kubwa wanayopitia wananchi wa majimbo mawili ya Katoro na Busanda, sasa serikali haioni kuna umuhimu wa kufanya haraka sana kuwapelekea halmashauri ili kuweza kuwanusuru na adha hii? Lakini swali langu la pili, kwa kuwa katika jimbo la Katoro tunalo jengo ambalo lipo tayari kwa ajili ya halmashauri, je, hatuoni kama linaweza kusaidia kuharakisha harakati hizo za kuipatia jimbo la Katoro na Busanda halmashauri? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nijibu maswali mawili ya nyongeza ambayo yameletwa kwa niaba ya Mheshimiwa Engineer Kija Limbu Ntemi juu ya jambo hili. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, wizara iko tayari na kwa uharaka kupokea na kujadili na kupeleka maombi haya kwa mamlaka kwa ajili ya kuridhiwa. Lakini kama nilivyojibu kwenye jibu la msingi, kutokana na muongozo uliotolewa mwaka 2025, halmashauri hii ilipelekewa muongozo ule ili waweze kuleta kwa kuzingatia vigezo vilivyotolewa. Vigezo hivi Mheshimiwa Naibu Spika ni idadi ya watu. Ili tuweze kuanzisha halmashauri mpya ni lazima tuwe na watu wasiopungua 500,000. Lakini kwa Katoro kwa sasa ni kweli idadi ile imezidi, tuna watu zaidi ya 1,000,000. Kwa hiyo kigezo hiki wamekitimiza. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kuna vigezo viwili vingine ambavyo halmashauri ya wilaya Geita inatakiwa ivitimize. Cha kwanza ni ukubwa wa eneo, lakini cha pili pia ni kujitegemea, kwamba ili halmashauri iweze kupewa kuwa halmashauri ni lazima iwe na uwezo wa kifedha wa kujitegemea usiopungua 50%. Kwa leo hii halmashauri ya wilaya ya Geita ina uwezo wa kujitegemea kwa 26% tu. Tumewapelekea muongozo ule,
waweze pia kuleta ili jambo hili tuweze kulifanyia kazi kwa uharaka. Swali la pili la nyongeza ni kuhusu uwepo wa utayari kwa kuwa na jengo ambalo lingeweza kutumika kwa ajili ya kuanzisha halmashauri hii. Mheshimiwa Naibu Spika, pindi watakapotimiza vigezo hivi, tuna uhakika kwamba wizara yetu italichukua jambo hili na kulifanyia kazi kwa haraka ili na jengo lile baadaye liweze kutumika. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana. Mheshimiwa Jafaeli Lufungija, swali la nyongeza. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa nafasi. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nipate majibu kwa waziri. Halmashauri ya wilaya ya Uliankuru, jimbo la Uliankuru liliahidiwa kuwa na halmashauri yake ya Uliankuru, na ahadi hiyo ilitolewa na Mheshimiwa Rais wetu mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete mwaka 2010, ambako wananchi hawa kwa mahitaji makubwa, ikumbuke mwaka 2010 hata uchaguzi wa Ligoma, lakini serikali iliahidi kuwapa halmashauri, na mpaka sasa 2015 pia iliahidiwa. Nataka kupata majibu. Ni lini sasa halmashauri ya Uliankuru itaanzishwa, itakubaliwa kuanza, kwa sababu tayari vigezo vyote ambavyo waziri amevieleza na kutimiza vikao tulishafanya. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nipate majibu ya serikali. Ni lini sasa halmashauri ya Uliankuru itaanzishwa ili kujibu hoja ya wananchi? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze sana mbunge wa Bulyanhulu kwa kuuliza swali lake la nyongeza kuhusu lini serikali itaanzisha halmashauri kule. Mheshimiwa Naibu Spika, kama nilivyojibu kwenye jibu la msingi, kuna mwongozo ambao umeshatolewa wa mwaka 2025. Nimuombe Mheshimiwa mbunge, tukitoka hapa nimpatie mwongozo ule ili aurejeshe kwenye halmashauri mama na waweze kuanza mchakato huo, ambao mchakato unaanzia kwenye halmashauri mama, unakwenda kwenye wilaya kwenye vikao vya DCC, unakwenda kwenye mkoa kwenye vikao vya RCC, na hatimaye ile taarifa inaletwa wizarani kwetu ili tuweze kuifanyia kazi. Kwa hiyo nimuombe Mheshimiwa mbunge, tutakapotoka hapa tuonane, nimpatie mwongozo ule, na nitawaambia katibu mkuu na timu yake wapeleke mwongozo ule kwa mkurugenzi ili kazi yao iweze kuanza. Na kushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Getere, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, katika halmashauri ya Bunda imeanzishwa mwaka 1980. Ikatoka hapa mwaka 1995 ikagawanyika jimbo la Mwibara, lina halmashauri mpya tayari. 2015 ikapatikana jimbo la Bunda mjini, lina halmashauri tayari imejengwa. Majengo yaliyokuwa halmashauri ya Bunda yako wazi, na sisi leo tunaenda Kibara kilomita 140. Ni lini mtaturudisha kwenye majengo yetu na kuteua mkurugenzi? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru sana Mheshimiwa Getere kwa kazi kubwa anayoifanya kwenye jimbo lake. Mheshimiwa Getere, jambo hili tumelijadili sana mimi na yeye, na tuko kwenye mpango wa kuona ni namna gani sasa tunaweza kutumia majengo yale yaliyoko wazi ili wananchi wanaozunguka kutoka Bunda wapite Bunda mjini ndio waende kwenye jimbo la Mheshimiwa Getere waweze kupata huduma kwa ukaribu. Kwa hiyo Mheshimiwa Getere, tutaendelea kulijadili swala hili mimi na wewe pamoja na wataalamu wetu, tuone ni namna gani tunaweza kutatua jambo hili. Na kushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante Mheshimiwa, tuendelea swali linalofuata. Mheshimiwa Marita Gido Kivunge, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Mheshimiwa Marita Gido Kivunge anauliza, je, lini serikali itajenga kituo cha afya cha Mfereji ikizingatiwa kuwa fedha za ujenzi zilitengwa katika bajeti ya mwaka wa fedha 2024-2025? Mheshimiwa Marita Gido Kivunge, viti maalum. Mheshimiwa Naibu Spika, kata ya Mfereji ina jumla ya wakazi 8,068 na ina vijiji 4 vya Komesha, Emurua, Idonyonado na Mfereji. Vijiji vya Mfereji na Idonyonado vina zahanati zinazotoa huduma. Aidha, kijiji cha Emurua ujenzi wa zahanati upo hatua ya ukamilishaji, na kijiji cha Komesha ujenzi upo hatua ya msingi. Mheshimiwa Naibu Spika,
Katika mwaka 24-25 serikali ilitoa milioni 250 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya kata ya Sepeko katika halmashauri ya wilaya ya Monduli. Ujenzi uliohusisha jengo la kuhudumia wagonjwa wa nje yani OPD, jengo la maabara, choo cha nje na kichomea taka. Aidha, ujenzi umekamilika na kituo kimeanza kutoa huduma kuanzia mwezi Julai mwaka 2026. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sasa wakazi wa kata ya Mfereji wanapata huduma za rufaa na dharura katika hospitali ya wilaya, wakati serikali ikiendelea kutenga fedha na kujenga vituo vya afya kwenye kata za kimkakati zinazokidhi vigezo kote nchini, ikiwemo kata ya Mfereji katika halmashauri ya wilaya ya Monduli. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Marita, una swali la nyongeza? Swali la nyongeza? Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu mazuri ya serikali na swali la nyongeza. Kutokana na umbali mrefu kutoka katika kata ya Mfereji mpaka hospitali ya wilaya ya Monduli ambapo wananchi wetu ndio wanapopata huduma kwa sasa, je, serikali ina dhamira gani mahususi ya kuhakikisha fedha zinatengwa kwa ajili ya kuanza ujenzi wa kituo cha afya katika kata ya Mfereji na kukamilika kwa wakati? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Marita Gido Kivunge kwa kuwasemea wana Monduli. Mheshimiwa Naibu Spika, tunafahamu kata ya Mfereji ni moja ya kata za kimkakati, na sisi kama wizara tumeshakaa na wenzetu wa Wizara ya Fedha tukiwaomba shilingi bilioni 23 ili tuweze kujenga vituo vya afya 94 kwenye halmashauri zetu ambazo zina kata hizi ambazo ni kata za kimkakati ikiwemo kata ya Mfereji. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, pale ambapo fedha hii itatoka, tunawahakikishia wana kata ya Mfereji kwamba tutapeleka fedha hiyo ili tuanze kujenga kituo cha afya kwenye kata ya Mfereji. Mheshimiwa Naibu Spika, na wasilisha. Mheshimiwa Bunge, naomba maswali yawe mafupi. Mheshimiwa Festo Sanga, swala nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Waziri, ni takriban mwaka mzima mmezungumzia swala la kutoa fedha kwa ajili ya kujenga vituo vya afya, na ndani ya bunge hili kuna wabunge walipata fedha na kuna wabunge hatujapata fedha hadi leo, na kiasi kwamba wananchi hawatuelewi, ikiwemo mimi kata ya Matamba ndani ya jimbo la wilaya Makete. Ni lini fedha zitatoka ili sio wabunge ambao tunapata fedha hizi ili siasa yetu majimboni iweze kutulia? Asante. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana na nimshukuru sana Mheshimiwa Festo Sanga, mbunge wa jimbo la Makete, kwa kuuliza swali hili. Mheshimiwa Naibu Spika, nina uhakika kwamba hizi maiki zote unazoziona zimewaka sasa hivi ni wale 94 ambao hawajapata fedha ile ya awamu ya kwanza tuliyokwisha kupeleka kwenye halmashauri zingine na kwenye majimbo mengine. Mheshimiwa Naibu Spika, nikuhakikishie kwamba mimi na Waziri wa Fedha tumeshakaa na tumekubaliana kwamba flow ya fedha itakapokuwa nzuri tutapata fedha hizo shilingi bilioni 23 ambazo tutazipeleka kwenye vituo hivi 94 mara moja kama tulivyokwisha kuahidi. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimuondoe shaka Mheshimiwa Festo Sanga kwamba fedha ile itapatikana, kwa sababu ndio tumeanza tu mwaka, na ikipatikana tutapeleka fedha hii kwenye vituo hivyo 94 ikiwemo kituo alichokitaja. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Ado Shaibu, swala nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, kabla sijauliza swali langu la nyongeza, kwa kuwa kwenye mkutano wa bunge uliopita niliomba mwongozo kwa kiti cha Spika juu ya hatima ya vituo vya kimkakati, na kwa sababu sasa Mheshimiwa Waziri amesema msimamo wa serikali ni kwamba Wizara ya TAMISEMI pamoja na Wizara ya Fedha wanafanya kazi kwa pamoja kuhakikisha fedha zinapatikana kuweza kuwezesha kumalizika kwa vituo vile vyote vya kimkakati,
naomba kwanza niondoe sasa lile ombi langu la mwongozo kwa sababu tumeupata vizuri kupitia kauli ya waziri. Na niwashukuru kwamba kwenye kituo chetu nilichokiombea wakati ule cha Nampungu kimekwisha pelekewa pesa zake. Swali langu, mwaka 2010 Mheshimiwa Rais Magufuli wakati wa kampeni alitoa ahadi ya kujenga kituo cha afya katika kata ya Namiungo ambayo ina vijiji 7 na ni kata kubwa sana yenye wakazi wengi. Mheshimiwa Ado, nauliza swali sasa, ni lini ahadi hii itatekelezwa? Mheshimiwa mbunge, tamani, umesema mwaka gani? 2015. Sawa, hapo sawa, ulisema 2015. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, namshukuru sana Mheshimiwa Ado Shaibu kwanza kwa kuondoa muongozo ule ambao alikuwa ameuleta bungeni. Hii inaonyesha ni namna gani Mheshimiwa Ado amekuwa mwenye busara sana kuona kwamba hakuna haja ya kuendelea kujadili jambo hili kwa sababu jambo hili limeshapata ufumbuzi. Mheshimiwa Naibu Spika, kama nilivyokwisha kusema, kata hii anayoitaja Mheshimiwa Ado ni moja ya kata ambazo zinatakiwa kupelekewa fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya pale. Ni kweli tunafahamu kata ile ina vijiji 7 ambavyo vinategemea kupata huduma kama tutajenga kituo cha afya pale. Kwa hiyo nimhakikishie tu Mheshimiwa Ado, na ninafahamu anafahamu uchapakazi tulionao kwenye wizara yetu, tutahakikisha kwamba tunampelekea kituo hicho cha afya pindi tutakapopata fedha. Na kushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Asante. Mheshimiwa Conjestas Charles, swala nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, swali langu linahusu kituo cha afya. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa nafasi. Mwaka wa fedha mwaka 2025 na 26 serikali ilituletea bungeni mapendekezo ya kuchagua vipaumbele kujenga vituo vya afya vya kimkakati. Swali langu, je, ni lini vituo hivi vya afya vya kimkakati vitaanza kujengwa ikiwa na pamoja kituo cha afya cha kimkakati kwenye kata ya Ivuna ndani ya jimbo la Momba? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Sichalwe Conjesta kwa kurejea bungeni, na sote tunapaswa kumpa pongezi kwa kutuongezea kijana ndani ya Tanzania yetu. Hongera sana Mheshimiwa Sichalwe. Swala la ujenzi wa kituo cha afya cha kimkakati kwenye kata ile aliyoisema Mheshimiwa Naibu Spika, nitahakikisha kwamba tutakapopata fedha wakati wowote ule tutapeleka fedha ile kwenye jimbo la Momba ili kituo kile kiweze kujengwa na kuhudumia wananchi wa kata ile, lakini pia wananchi wa jimbo la Momba. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana. Asante. Mheshimiwa mbunge, tunaendelea swali linalofuata. Mheshimiwa Azza Hilal Hamad, mbunge Itwangi, hasa ulize swali lake. Mheshimiwa Azza Hilal Hamad anauliza, je, lini serikali itajenga kituo cha afya katika kata ya Didia ili kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi wa eneo hilo? Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi, kata ya Didia ina jumla ya wakazi 19,093. Kata hii inakidhi vigezo cha kuwa na kituo cha afya. Kwa sasa wakazi wa kata ya Didia wanapata huduma za dharura na upasuaji katika kituo cha afya cha kanisa cha Buisi. Mheshimiwa Naibu Spika, tunafahamu kwamba kituo hiki ni kituo cha taasisi binafsi. Kwa hiyo wakienda wananchi pale inabidi walipe. Kwa hiyo hili tunalitambua Mheshimiwa Naibu Spika. Serikali inaendelea kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya kwenye kata za kimkakati zitakazokidhi vigezo ikiwemo kata ya Didia katika halmashauri ya wilaya ya Singida. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Azza, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi niweze kuuliza swali la nyongeza. Pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Waziri, naomba kurekebisha kidogo, ni halmashauri ya wilaya Shinyanga, sio halmashauri ya Singida.
Mheshimiwa Naibu Spika, dhamira kuu ya serikali ya kugawa jimbo na kupata jimbo jipya la Itwangi ni pamoja na kuhakikisha inasogeza huduma kwa wananchi wake. Kata ya Didia ni miongoni mwa kata 10 zilizomo tarafa ya Itwangi ambapo kuna kituo cha afya kimoja tu. Je, serikali ipo tayari sasa kutuletea fedha kuanza ujenzi huu kwa mwaka huu wa fedha 26-27? Swali langu la pili, Mheshimiwa Waziri, uko tayari kuongozana na mimi mara baada ya bunge hili ili uje jimbo la Itwangi na kata ya Didia ujionee shida kubwa tulionayo ya kutembea umbali mrefu kwenda kutafuta huduma za afya? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze sana Mheshimiwa Azza Hilal Hamad, mbunge wa jimbo jipya la Itwangi. Kwanza tunafahamu kwamba jimbo hili lenye kata 10 lina kituo kimoja tu cha afya. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye orodha ile ya vituo 94 ambavyo tunatakiwa kupeleka fedha pindi tutakapopokea fedha hizi kutoka hazina, kata ya Didia ni moja ya kata hizo. Kwa hiyo nimhakikishie tu Mheshimiwa Azza Hamadi Hilal kwamba pindi fedha hizi zitakapotoka mara moja tutahakikisha kwamba tunapeleka fedha kwenye kata hii ya Didia ili kituo kile ambacho kinategemewa na wananchi wengi kiweze kuanza kujengwa na kutoa huduma kwa wananchi wa kata ya Didia na wananchi wa jimbo la Itwangi kama alivyouliza Mheshimiwa mbunge wao. Mheshimiwa Naibu Spika, niko tayari baada ya session hii, baada ya mkutano huu wa bunge, kuongozana na Mheshimiwa Azza ili niweze kwenda kuona adha iliyoko kwenye eneo lile na tuone namna ya kuongea na wananchi na kuwahakikishia kwamba tutapeleka fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya kwenye kata yetu ya Didia. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa wabunge, maswali mafupi. Mheshimiwa Katani, swala nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, mwaka 2008 kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru aliweka jiwe la msingi ujenzi wa kituo cha afya kata ya Mchichira. Je, lini serikali itapeleka fedha ikizingatia wananchi wale tayari wameanza kujenga wenyewe kituo kile cha afya? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze sana Mheshimiwa kaka yangu Katani kwa namna anavyofanya kazi vizuri. Ni mara nyingi tumekuwa tukijadili mambo kadha wa kadha ambayo tumeyatafutia suluhisho, na yeye ni shahidi kwamba kwenye jimbo lake tumepeleka suluhisho mara zote. Kuhusu kituo hiki cha afya anachokisema Mheshimiwa Katani, kwa kuwa kimeanza kwa nguvu za wananchi, Mheshimiwa Naibu Spika, tutapeleka timu yetu kutoka TAMISEMI ili iende ikaangalie pale ambapo wananchi wameshaweka nguvu zao imefika asilimia ngapi, ili na sisi kama serikali kuu tuweze kutafuta fedha na kwenda kuwasaidia wananchi wa kata ile. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana. Mheshimiwa Edward Olekaita, swala nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru. Mheshimiwa Waziri, miaka mitatu iliyopita tulileta majina ya vituo vya mkakati. Kata ya Matui wananchi zaidi ya 30,000 na kata ya Dongo zaidi ya 28,000. Ni lini tutapata pesa kwa ajili ya kujenga vituo vya afya? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze sana kaka yangu Daktari Olekaita kwa namna anavyowasemea wananchi wa jimbo lake. Mheshimiwa Naibu Spika, nitaomba baada ya kikao hiki leo nikae na kaka yangu Mheshimiwa mbunge tuweze kuona wapi tumefikia na kama vituo vile viko kwenye orodha ya vile vituo 94, na kama haiko kwenye orodha tuone namna ambavyo tutalishughulikia jambo hili ili wananchi waweze kupata huduma. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Suma, swala nyongeza. Mheshimiwa Hawa Mwaifunga, swala nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuniona. Kata ya Ng'ambo iliyoko katika jimbo la Tabora mjini ina wakazi 17,826. Haina kituo cha afya wala zahanati.
Wakazi hawa wanakimbilia hospitali ya mkoa ya Kitete kwenda kupata huduma za afya. Eneo tunalo. Nini mkakati wa serikali kuhakikisha wanatupelekea fedha ili wananchi wangu waweze kupata huduma za afya? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, nipende kumpongeza sana dada yangu Mheshimiwa Hawa kwa namna anavyofanya kazi. Yeye ni shahidi kwamba mimi nilifika jimboni kwake na tulifanya kazi kubwa kwenye hospitali ya Itete, lakini vile vile kwenye kituo kimojawapo cha afya ambacho kinaendelea kumaliziwa sasa hivi. Mheshimiwa Naibu Spika, nitahakikisha kwamba tunapeleka timu tukaangalia eneo lile na kuona namna tutakavyolitafutia fedha. Kama haliko kwenye vituo hivi 94, basi tuone ni namna gani tunavyoweza kuongea na wafadhili tuweze kupata fedha nyingine kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya kwenye eneo lile. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa majibu ya maswali ya waheshimiwa wabunge. Tunaendelea Wizara ya Nishati. Mheshimiwa Kabula Enoch Shitobela, mbunge wa viti maalum, sasa aulize swali lake. Mheshimiwa Shitobela anauliza, je, lini serikali itakamilisha kazi ya kupeleka umeme katika vijiji vya wilaya ya Kwimba, hususan vijiji vya Ngwambogwa na Kawekamo? Swali hili linajibiwa na Naibu Waziri. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Naomba sasa swali langu namba 5 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu kwa niaba ya Waziri wa Nishati swali la Mheshimiwa Kabula Enoch Shitobela, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, wilaya ya Kwimba ina jumla ya vijiji 119 ambapo vijiji vyote vimefikiwa na miundombinu ya umeme kuanzia mwezi Disemba 2024. Aidha, jumla ya vitongoji 359 kati ya vitongoji 871 ambavyo ni sawa na asilimia 41.22 ya vitongoji vyote vya wilaya ya Kwimba vimepatiwa umeme, na taratibu za kupeleka umeme kwenye vitongoji vilivyosalia zinaendelea na vyote vitakuwa vimepata umeme ifikapo mwaka 2030. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Kabula, swali la nyongeza. Nashukuru. Pamoja na majibu mazuri ya serikali, nyumba zilizofikiwa na umeme kwa vijiji vya Kwimba ni chache sana. Je, lini sasa serikali itakamilisha kuweka umeme kwenye kaya zilizobaki? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu swali hilo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza napenda nimpongeze Mheshimiwa mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Kabula kwa swali